Mimi nahisi labda utakuja kijiweni. Basi sawa. Mimi nimefurahi kuonana na wewe. Nimefurahi kukuona tena. Nitakuja, nikipata muda nitakuja, sawa? Basi sawa dadangu. Haya, asante. Mungu akulinde pia. Haya, kazi njema. Sawa sawa. Haya. Sasa hata kama unahitaji salamu yangu, ila mimi nahitaji chakula. Umefika? Shogangu, yaani nimeacha kule wanakuja. Kina nani? Wana kikundi wenzetu. Nimekuja kukupa taarifa. Yaani kama ni kufunga funga, kama ni kuondoka ondoka. Ndio hilo nilichotaka kukuambia, hilo tu. Yaani mimi nakusemesha bado uko busy na simu? Kwani wewe unajua mimi na chat na nani? Na ungejua ni chat naye hapa ni wa muhimu kuliko wewe. Unasema nini wewe? Achana na simu yangu. Koma. Mama Asha. Mbona mnaniacha? Yaani nimeshawakimbiza kweli, nimewakimbilia. Ni kweli tulipanga muda, lakini sasa nilikuwa naanza kufua kwanza. Yaani nilivyo umechoka kama mimi. Japokuwa lakini hapana. Mama wai hapa. Yaani akikushinda kutembea chapu kukimbia. Msichana kipofu. Msichana kipofu. Msichana kipofu. Kaka yake napambana kuokoa familia. Msichana kipofu. Walimwengu ndo wabaya wanakuja mwalibia. Msichana kipofu. Msichana kipofu. Kaka, mbona unacheka? Kwa hiyo unacheka mimi Msichana kipofu. Hapana mdogo wangu. Sikucheki, lakini nimefurahi unachokifanya. Kaka, mimi napenda sana kukusaidia. Tatizo lake kuona chanzo cha matatizo yake. Msichana kipofu. Nalijua hilo mdogo wangu. Lakini hii ni mipango ya Mungu. Kwa sababu hata hapa ambapo nafagia upaoni. Kaka, napenda tu nikusaidie. Basi nashukuru kwa kunijali, lakini mimi naomba twende ndani kupumzike kwa sababu ni eneo kubwa sana umefagia hapa. Kwingine nitamalizia mwenyewe. Haya.
Mafatuma. Jamani, sasa tunafanyaje? Yaani kwa jinsi hii pesa nilivyokuwa naitegemea jamani, huyu dada alichokufanya jamani. Yaani mimi ndo kanichanganya kanivuruga. Jamani, huyu dada chokufanya, tuondoke, tutaamka asubuhi, tuje tuchukue kila kitu. Nilivyokuambia hapo awali, tunabeba kila kitu cha ndani. Au unasemaje? Yaani cha kufanya hapa inabidi tuondoke ila turudi. Haiwezekani huyu kazi. Hebu nisikilizeni. Kanichanganya sana. Nimekula sana dagaa mimi. Kama yeye amezoea uzurumaji huko. Yaani mimi sitomuelewa. Mimi ndio nimevurugwa jamani, nimevurugwa. Nitabeba kila kitu ndani. Nimevurugwa. Huyu tumzalilishe tu, tubebe kila kitu na kilikuu. Tuje na kilikuu kesho. Bili arudi ndio tuje tumchukue kila kitu tumsombe. Tuondokeni kesho pia siku. Ila tutabeba kila kitu ndani. Huyu lazima tumzalilishe, amezoea kumbe. Yeye kashakula. Nyumbani kwangu mimi kuna matatizo. Na matatizo yenyewe hasa kwa mke wangu. Yaani hivi ninavyokuambia, yaani sasa hivi tunaenda karibia mwezi wa 4 au wa 5. Hataki kushiriki tendo la ndoa na mimi kabisa. Kwa jaribu kwenda kwa wazazi, wakasema twende, lakini mzee wangu amekataa. Sasa nataka unipe ushauri wako wewe. Labda kitu gani nifanye au nichukue hatua gani? Sababu najua wewe ni mwanamke, unaweza ukawa una ushauri bora zaidi kwa sababu yule ni mwanamke mwenzako. Karibu dadangu. Asante. Vipi habari ya majukumu? Tunashukuru Mungu, kikubwa ni uzima. Samahani, na imani leo nitapata muda wako. Maana nilikuwa na jambo nizungumze na wewe. Bila shaka, karibu. Asante. Lakini nahitaji tungejuana zaidi, maana hata majina hatufahamiani. Kwa kweli, mimi naitwa Ngangeji. Sijui wewe mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Nina. Ni mama mwenye familia na mume. Lakini hatujabahatika kupata watoto. Hongera kwa familia, lakini kuhusu mtoto usijali. Huwa ni mipango ya Mungu. Asante. Lakini samahani kakaangu. Mimi na tatizo kubwa sana kwenye ndoa yangu. Miezi 4 hujashiriki tena na mkeo? Yeah. Kwanza kabisa nikupe pole. Lakini au kuna kitu umemkosea mke wako? Mimi nahisi labda kuna kitu shamfanyia au shakosea kipo moyoni bado. Unajua sisi wanawake tuko hivi. Mwanaume anaweza kukukosea kitu ukawa nacho tu moyoni. Ina maana yani atakuwa anasema kila kikuona tu anakumbukia lile jambo lilomfanyia, umeona? Akikuona tu anawaza yani huyu mwanaume kwanza amenifanyia 1 2 3. Kwa ule moyo wa kushiriki hata ile tendo unagoma kabisa. Kwa hiyo sasa ushauri wako hasa kitu gani kifanyike? Mimi na mume wangu vurugu, makelele hayaishi kila kukicha. Na imani wewe unaweza kunishauri. Kwa nini ukahisi nitakuwa msaada wako katika hili? Kaka, mimi na imani na wewe. Kwa sababu hata mara ya kwanza nilipokuja hapa, nilikuta unaongea na mtu kwenye simu yako. Ulimshauri vitu vya busara sana. Na imani wewe ndio utakuwa ndoa yangu. Na imani na wewe sana. Alafu nikwambie kitu kimoja. Hivi si unajua sisi wanawake tunapenda kubembeleza? Au na wewe ndio ikishafikia kwenye lile tendo inakuwa ngumi, matusi? Jishushe, ongea naye, mbembeleze. Mimi naamini atafunguka tu. Unajua mimi nakwambia niko serious afu unachukua utani. Sio masiala, huo ndio ukweli. Bembeleza ndoa hii. Sawa, mimi naomba unipe muda basi. Tutaongea mengi zaidi kwa sababu hapa nipo kazini na sidhani kama tutapata muda mzuri wa kuongea. Kikubwa ni kukaribishe tu tena. Sawa.
Shukrani. Pole sana. Basi sawa. Nitajaribu kufuata ushauri wako, nijaribu kumbembeleza nione labda kuweza kuwa na mabadiliko. Kama kutakuwa na lolote nitakufahamisha, nitakwambia tumefikia wapi. Sawa, wewe jaribu kufanya hivyo. Basi sawa, mimi sikupotezee muda wake, nimetaka tuko tuzungumze. Haina shida. Sawa. Tatizo lake kuona chanzo cha matatizo yake. Msichana kipofu alimkuta anajutia kuzaliwa. Ushauri kaka amemponza mdogo wake. Ushauri kaka amemponza mdogo wake. Alipambana sana kuokoa familia, viatu alishona, jua lilimchoma, ila kuchoka hakukata tamaa.